Baba yetu na Mungu wetu, mfalme mkuu sana, muumba wa mbingu na nchi, Bwana Yesu Kristo Mwokozi, tunajinyenyekeza kwako sasa tena, tunajisalimisha kwako, tujuavyo kujisalimisha Bwana, kwa kuwa tunakuhitaji kufa na kupona mahali hapa Bwana Yesu, kufa na kupona Bwana. Njoo utusaidie asubuhi ya leo Bwana, njoo unisaidie mimi ambaye mkini Bwana, ni mnyonge kuliko wote mahali hapa, ninahitaji msaada mno kutoka kwako Bwana, na kila mmoja wetu Bwana ni vivyo hivyo. Tunaomba kutoka vilindi vya mioyo yetu, tukiomba Roho Mtakatifu mbarikiwa na ashuke kwenye mkutano huu mdogo, na tubariki Bwana, ukaliuishe neno lako sana mioyoni mwetu. Ni maombi yetu Bwana, tunapoendelea sasa na kuelekea kulisoma neno lako. Njoo ukalibariki na kulihubiri. Roho Mtakatifu uliye mhubiri wa nyakati zote Bwana, tunaomba sasa tunapojikabidhi kwako kwa jina la Bwana Yesu Kristo, amen. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 mpaka 17 na Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 4 na wa 5. Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Amina. Hii anaelekeza kwa ndugu, sio kwa watu wa huko nje, ndani hapa kwa ndugu na dada. Brethren maana yake ni ndugu wa kiume na wa kike. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Korintho wa pili 10:4. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Nasema pulling down is stronghold. Kuangusha ngome. Amina. Stronghold ni jambo gani ambalo limekushikilia wewe kwa nguvu muda mrefu? Jambo fulani limekushikilia kwa nguvu kweli, hata ulitaki. It's a stronghold, ni roho fulani na kung'ang'ania. Hiyo ni ngome kuu yenye nguvu. Amina. Lakini tuna ahadi ya leo, tunaweza kuangusha hiyo. Amen. Haijalishi ni nini, haijalishi ni tabia gani, haijalishi ni shida gani, tuna nguvu, silaha zetu zina uwezo wa kuangusha hiyo. Na sikiliza, tukiangusha mawazo, naona sasa ile ninasema vizuri, casting down imagination. Tukiangusha mawazo nayo ni shida. Amen. Tumeambiwa tuangushe. Nani napenda tumie msamiati huu, piga chini. Amen. Yaani unapige chini wazo lote ambalo linakuja kinyume na Mungu, piga chini. Msiendekeze sijui nini, hakuna. Amina. Tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kiinukacho
juu ya elimu ya Mungu, yaani neno. Na tukiteka nyara, nasikia hii ni vita. Tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, ipate kulitii neno, kila fikra teka nyara. Bwana Yesu akaja kusoma kwa neno lake. Basi unaweza kuketi sasa, sababu na muda mfupi sana. Kuna kitu ambacho atakizungumzia pale, alafu niende moja kwa moja. Ninaamini Mungu atanipa neema ya kumaliza. Kuna kitu hatukizungumzia katika zile ornaments, vile vifaa vya kuvaa. Kuna hii chepeo ya wokovu. Amen. Chepeo ya wokovu, hilo hakujagusa. Nami naomba nisiliache. Nilipewa maswali kwa Jumapili iliyopita, sijaweza na wala siwezi hata kuishughulikia leo. Muda ni mfupi, lakini wale wenye maswali yao ninawaahidi nitayaandaa vizuri, nitatuma kwa mchungaji. Amen. Alafu tasoma tunajifunza. Yapo, hayana shida. Muda tu ndio umetufunga. Chepeo ya wokovu. Helmet of salvation. Chepeo ya wokovu. Unajua helmet hata wanaoendesha bodaboda, sheria inawataka wavae ile kofia ngumu. Amen. Hii chepeo ya wokovu ni kofia ngumu. Mpaka shetani akuambie wewe una kichwa kigumu sana. Ni sawa tu. Amen. Yaani tunakuwa wagumu kwenye neno, wagumu kweli kweli, mpaka neno limekuwa wagumu mno. Hamulegezi hata kidogo, hatulegezi. Amina. Chepeo ni kofia ngumu, sio laini. Hizi za Kichina ni shida, na hatutaki za Kichina hapa. Tunataka halisi. Amina. Halisi ambayo ni neno la Mungu, tutaiona hapa. Sio za Kichina za kuchakachua za kimadhehebu, hapana. Katika huu ujumbe, amen, wa vita vikuu, paragrafu ile ya 339 na nabii anasema hivi. Amen. How are you going to let this helmet? Utaendaje kuiacha hii chepeo? What is it does? Ni inafanya kitu gani? It is a protection. Ni ulinzi. Amen. What is a helmet made out of? Je, ile chepeo imetengenezwa kwa kitu gani? Brass. Imetengenezwa kwa shaba. Brass, shaba, can't even tempered. Haiwezi hata kuvunjwa. Amen. Hard, ngumu. Amen. Harder than iron, ngumu kuliko chuma. Amina. Hii chepeo ya wokovu hii sio mchezo. Amen. Ni ngumu. Amen. Ni ngumu kweli kweli. Amina. Nami nakwambia tukivaa hiyo vizuri, shetani ana wakati mgumu. Atadunda tu. Sikiliza, a brass shaba headpiece ni ile kifaa cha kichwani. The what? Nini? The salvation. Ni wokovu. Knowledge of knowing this. Ufahamu wa kujua hili. Hiyo nataka usikose hiyo. Knowledge of knowing this. Ufahamu wa kujua hili. Kwa hiyo chepeo ya wokovu hii ni ufahamu. Chepeo inavaliwa wapi jamani? Wapi jamani? Unaona inapoelekea wapi? Kichwani. In our mind, katika nia zetu, akili zetu. Nafikiri nikisema mind mnaelewa sasa, mnaielewa vizuri, sio kitendawili. In our mind, katika akili zetu au nia zetu. Knowledge, ufahamu of knowing this, wa kujua hili. What? Nini? My healing comes from God. Kwamba uponyaji wangu unatoka kwa Mungu.
shetani anakuja anatuhubiria. Hayo niwaambie. Shetani ana hila mbaya sana. Kwa wale wasio na Roho Mtakatifu, shetani huwaambia wewe una Roho Mtakatifu. Ndio. Wewe una Roho Mtakatifu. Wanakuhitaji wewe Roho Mtakatifu. Wewe unaye tayari. Kwa wale wasio naye. Na kwa wale wenye Roho Mtakatifu, shetani huwaambia wala huna. Unajidanganya bure. Wewe hata sio. Wewe bora tu ujiachie. Sasa hii ndio inahitajika. Wokovu wangu. Mwambie wokovu wangu unatoka kwa Bwana. Mimi ni mteule. Mimi ni kwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Amina. Nimetoka kwa Mungu, ninarudi kwa Mungu. Hiyo unafaa ndugu. My salvation comes from God. Wokovu wangu watoka kwa Mungu. Now listen. Nasikia. Listen very close. Sikiliza kwa karibu. My experience, ujuzi wangu au tukio langu. Listen. My experience, Tukio langu matches his way. inalingania neno lako. Unasema mimi sio? Yohana Mtakatifu 5:24. Si ndio? Amina. Nimemwamini Bwana Yesu Kristo kwa moyo wangu wote. Nimetubu dhambi zangu kwa kumaanisha kuziacha. Nimebatizwa kwenye maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na aliahidi ya kwamba nikifanya hayo nitampokea Roho Mtakatifu. Tukio langu limelala kwenye mistari ya Biblia. Amen. Na mimi nataka wachelewa. Nikuja jana lakini si leo. My experience. Ujuzi wangu, tukio langu matches his word. limelingania neno lake. Not the churches, Sio makanisa, not the church ideas, sio mawazo ya makanisa. the word. Neno. Amen. Amina. There you are covered over Hapo umefunikwa kabisa with a protection, ukiwa na ulinzi, the helmet of salvation, kofia ngumu ya wokovu, deliverance, ukombozi. Amina. Amen. Take that. Chukua hilo, Take that. chukua hilo, Then ndipo go much forward. endelea kusonga mbele. Amen. Now, Sasa that's what we are supposed to do. ndicho tunachopaswa kufanya. Will you do it? Je, utafanya hivi? Para 341. Paragrafu ya 141 iko pale. Now listen. Satan's army, Jeshi la shetani brings disease. huleta magonjwa. That's what Satan is. Hilo ndilo ibilisi alicho. He is a destroyer. Yeye ni mharibifu. Satan. Shetani, The whole kingdom of Satan ufalme wote wa ibilisi is sickness, ni magonjwa, death, kifo, sorrow. huzuni. Huzuni, You see? unaona? If you have sorrow, Kama una huzuni, that is the devil. huyo ni ibilisi. Any frustrations, Mahangaiko au mashaka, hata ujielewi. Any worry, na masikitiko, all on Satan. yote ni juu ya ibilisi. God is life, Lakini Mungu ni uzima, faith, imani, joy, peace amani. over here. Hapa. You see? Unaona? Now, Sasa that is the two great forces hizo ni nguvu mbili kubwa that is coming together right now. ambazo zinakuja pamoja sasa hivi. Two great forces. Nguvu mbili kubwa, Because kwa sababu there are only two actors. kuna waigizaji wawili. Na filamu
kule filamu tulipokuwa kule filamu, si ndio? Si ndio? Unakuta kuna hawa ndio wawili. Na hilo unaigiza huku. Ni kuigiza, shetani ana chochote kila kuigiza. Hawa wawili na mmoja anaitwa Sterling. Si ndio? Na wanasema vizuri. Sterling ambaye nini? Hawawi. Amen. Sterling akiwa filamu imeisha. Na katika filamu yetu hii Sterling wetu ni Bwana Yesu Kristo. Na Sterling huyu, haleluya, anaishi milele. Ameshinda kifo, ameshinda mauti, ameshinda kaburi, yu hai milele. Only two actors. Ni wacheza filamu wawili tu. God, Mungu and Satan. na Ibilisi. You two great forces. Hizi nguvu mbili That is kubwa coming together right now. zinazokuja sasa pamoja. They are battling. Zinapigana hivi. They are battling right here. Zinapambana hapa In this kwenye building. jengo hili Right sasa now. hivi. Tunajaribu kukutoa kukupeleka ni kule mpaka unabadika maharage jikoni, unaepua yameiva na umeketi hapo. Hizo ni nguvu mbili. Amina. Angusha hiyo nyingine. Amina. Kama nimekuja ibadani kupika maharage nyumbani, hapa ni neno la Mungu. Hapa sasa hivi. Okay. They battle. Zinapigana. Now listen. Day by day. Siku hata siku. With you. Zinapigana na wewe. Every force. Kila nguvu. See? So, Kwa hiyo Satan's army jeshi la shetani brings disease. linaleta magonjwa. And God's army Jeshi la Mungu is commissioned limeagizwa to cast them out. kuzifukuza nje. Kuzitoa nje. Hebu mmoja atufungulie Luka. Luka ngapi? 10. Napenda ile Luka 10. Hata nilikuwa siwazia ningesoma, lakini Luka 10 nafikiri kwenye 15 mahali fulani hivi. Luka 10. Nimepata kuanzia ngapi? 15 mahali fulani pale. Luka 10. Luka 10 kuanzia na 15 nafikiri. Sorry. Luka 10, 15. Na Nasubiri kidogo chini yake hapa. 17. ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakasema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka, nge, nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Amina. Hii hapa brother, ndugu dada, hii hapa. Tazama, usiogope. Ndio. Anaomba kama umeme, hiyo ni sawa tu. Lakini hii ndio komesha. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Amina. Nyoka wasio wanaotembea huku ni maroho haya. Kuna roho za vinawakilisha roho fulani Kunguru sio kitu kizuri sana. Ni mnafiki. Kunguru anawakilisha mnafiki. Huwa anamwakilisha Roho Mtakatifu. Amen. Mwana kondoo anamwakilisha Kristo. Tai anamwakilisha nabii. Bibi harusi. Unaona, kwa hiyo nyoka hawa sio nyoka hawa. God bless you, brother. Amina. God bless you. Amen. Kukanyaga. Kabisa. Amen. God bless you. Haya. Amen. Nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Amina. Zote. Amen.
kweche kweche kabisa. Unakosea karibu kila saa. Mradi wewe ni mwana wa Mungu. Hili ni ahadi yako. Chini ya miguu yako. Sote. Anasema vizuri, sio nguvu. Sote. Amina. God bless you. Kanyaga. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Weka hiyo vaa. Kabisa. Vaa hiyo chepeo. God bless you. Amen. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Hakipo. Hili Bwana asema hivi, maandiko. So, Kwa hiyo God's army, jeshi la Mungu is commissioned to limeamgizwa cast them out. kuzitupa nje. Amen. There you are. Hapo ndipo ulipo. Mesimama hapo. Now every time Kila wakati Satan throws any onto you, kila wakati shetani akikurushia chochote juu yako, God's army jeshi la Mungu is to cast ni him, kumtupilia nje, cast him out. kumtupa nje. Amen. That's the commandment. Hilo ndio amri. See? Unaona? Amen. Amina. Cast out. Tupa nje. Ndio. Hiyo ni amri tumepewa. Now, Amen. that is the very technique Hiyo ndio mbinu hasa that God ambayo Mungu uses. aliitumia. Satan used the army of destruction. Shetani alitumia jeshi la uharibifu. What is that? Hiyo ni nini? To disbelieve God's way. Kutokuliamini neno la Mungu. That is the technique of Satan. Hiyo ndio mbinu ya Ibilisi, To make you disbelieve the way of kukufanya God. wewe usiamini neno la Mungu. You see? Unaona? And he set him up a better kingdom than Michael had. Na akajitengenezea ufalme mzuri kuliko ule wa Mikaeli. What did God do? Mungu alifanya nini? God Mungu cast him out from heaven. Cast him out. akamtupa nje. Amina. Michael. Mikaeli Anapigana upande wa jeshi la Bwana. Ndio. Kule. Amen. Hakuna kuleta usanii hapa. Amina. That is the technique that God uses. hiyo ndio mbinu Mungu Cast alitumia. him out. Tupa nje. Chochote kinakuja dhidi yako ndugu, tupa nje. Amen. Si kiasi gani unaweza kurefusha vita, ni kiasi gani unaweza kuikata. Amen. Amen. Si kurefusha mekijilinga. Usifanye ikae sana. Hii inaendelea. Uchelewe. Usifanye hivyo. Kata. Sasa wasema wewe dada. Sema ndio. Hacheki na adui, sababu yeye hacheki na sisi. Kabisa. God bless you. Hacheki na sisi kabisa, nimwambia. Yaani kama shetani anamaanisha kweli kutuangamiza, lakini tumeshaambiwa hapa hakuna Kabisa. kitakachowadhuru. Amina. You see, 2 Corinthians 10:5. Wakorintho wa pili 10:15. What does it say? Nasema nini? Cast down imagination. Tupa chini mawazo. Mawazo ni shida, ni vita hapo kwenye roho. Tunakumbuka zile tano. Ya kwanza ni nini? Mawazo, dhamiri, hoja, amina, kumbukumbu na hisia ya nini? Pendo. Hizo tano, vita vimelala hapo. Okay, twende tu. Cast down imagination. Tupa chini ya mawazo. And every high thing Na kila kitu cha kijinuacho kijinuacho that exalted itself ambacho hujinua chenyewe against the knowledge of God, dhidi ya maarifa ya Mungu, and bring into captivity na tukiteka mateka every thought kila wazo to the
obedience of Christ. Kwenye utii wa Kristo. Every thought. Kila wazo. Mateka. Ni vita kweli kweli. Na ni vya kiroho, sio vya kimwili. You see? Naona. Sasa okay. Those method. Njia ya Mungu. 347. The 347. The greatest battle. Vita vikuu. God's method. Njia ya Mungu is cast out the devil. Ni kumtupa nje Shetani. Cast out the evil. Kutupa nje maovu. Evil. Oh, maovu. Cast down reasoning. Kutupa nje au kutupa chini hoja. Kuangusha. Si ndio eh? Amen. Cast down reasoning. Kuangusha hoja. Cast down superstitions. Kuangusha chini uchawi au shirikina. Na uko mwingi kweli leo. Kifanya mchezo hapa ndugu na dada. Chole kukuta mwaminiwa hapa dada naye ana sabuni ya kuondoa nini? Iliyoombewa ya upako. Anaogea aondoe nini? Mungu amen. Huo ni ushirikina. Na ni ushirikina halisi umefunikwa tu kitambaa cheupe. Lakini ndani ni ushirikina 100%. Unapewa mafuta. Mafuta ya upako? Hakuna kitu kama hicho. Haya mafuta yameombewa, alafu ni biashara moja kali kweli kweli. Anachukua mafuta ya korie. Anajaza kwenye vichupa vidogo vidogo. Korie lita moja shishi ngapi? 5,000 ina anajaza kwenye vichupa vidogo, alafu za chupa kimoja 10,000. Ni uchumi. Na watu wanaibiwa. Na ni ushirikina kabisa. Nawaambia ni ushirikina kabisa. Maji chupa ile moja ile kale kichupa kadogo kale kanusu lita kale shilingi 500 wanauza. Alafu kuna zimepangwa kwa madaraja. Hizi hapa zimeombewa zina upako zaidi. Hizi hapa tunamuona shilingi 20,000. Hizi hapa zimeombewa zina upako kidogo. Hizi hapa tunamuona shilingi 15,000. Hizi hapa upako kidogo zaidi. Hizi 2,200 wengi waje hapa. Na watu wanaamini mambo haya. Na watu wanatoa hela. Ndugu na dada, tumshukuru Mungu kwa hili. Ninakwambia tungekuwa huko wote kwenye nusi. Sasa cast down superstition. Tupa chini ushirikina. Angusha chini ushirikina. Cast down worry. Angusha chini uzuri. Hofu. Wasiwasi. Amen. Cast down diseases. Angusha chini magonjwa. Amen. Cast down sin. Angusha chini dhambi. Angusha. Ungesimama hivi. Sio kwa shida nyingi miongoni mwetu. Na kuambia habari ya dada fulani amerudi nyuma. Hakufanya hivi. She did not cast down sin. Hakuangusha chini dhambi. Aliachia vita vikaendelea kudefuka. Akanaso. Naona? Siachie vita virefuke. Amen. You see? You are above it. Uko juu yake. Resurrected in Christ Jesus. Fuka pamoja na Sitting in heavenly places. Umeketi mahali pa mbinguni. With every devil under your feet. Na kila ibilisi chini ya miguu yako. Now say this. Sasa sema hii. Every devil, kila pepo, say this. Sema hivyo. Kila pepo yuko chini ya miguu yangu. Ya miguu yangu. Amen. If he start to stick his head here. Kama akianza kuchomoza kichwa chake hapo. Wewe usikiache. Amen. Kwa nyumba ya neno. Ngoja tu atuweke vizuri mahali kwa pagumu. Alafu shusha hiyo nyundo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaogopa nini?
You see? Naona Anaanza kustiki kwa kichwa chake namna hii. Na nyoka hao wamejaa. Wamejaa. Kwa nini ni mashahidi nyinyi ambao mwamini? Kila ukipita, dada. Yaani leo nina bahati. Mimi ni mtu mwenye bahati kweli. Nyoka huyo. Kabisa. Una bahati gani? Una bahati gani? Hebu sema vizuri kusikia. Una bahati gani? Hebu sema vizuri. Jieleze vizuri. Unajua usio mkali na ajieleze vizuri bahati yako ni nini? Nina bahati kweli kukutana na wewe. Umeona ni bahati? Ngoja nikwambie. Una bahati mbaya sana kukutana na mimi. Umechelewa. Una bahati mbaya sana. Yaani kukutana lakini leo mimi kukutana mimi mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Binti wa Mungu. Mimi ni binti wa Mungu. Amen. Una bahati mbaya sana. Anakwambia hapo. Usisimame hapo kuna kuelekeza. Now, sasa hebu tuone ile mikono ya rohoni. Mikono mitano ya rohoni, vita vinapigana hapo. Sasa tumeamriwa kuzibua hiyo mikono. Amina. Lazima iwe misafi. Hebu tuone. Of course katika para ya 104 kwenye wa Kiingereza, hii nukuu nasoma kwa Kiswahili lakini kwa Kiingereza ni para ya 104. Lakini hapa nasoma kwa Kiswahili. Sikiliza sasa kwa makini. Tunakwenda hivyo. Ni kama tu vile chombo kikuu cha kuchemshia maji chenye bomba. Kumbuka mabomba yako mangapi? Ya roho yako mangapi? La kwanza ni nini? Mawazo. La pili ni nini? Tuseme wote. La kwanza? Mawazo. La pili? La tatu? Hoja. Reasoning. Tulieleza maana ya reasoning, si ndio? La nne ni nini? La tano ni nini? Hisia. Hayo mabomba matano ndio yanazungumziwa hapa. Sasa twende. Chombo kikuu cha kuchemsha maji chenye bomba lililozibika. Old steamer. Bomba limezibwa. Unaweka moto nalo linalipua chombo chako. Hii ni shida. Mabomba haya ya rohoni ya kiziba ni shida. Ukiweka moto wa neno inalipua hicho chombo. Inalipua chombo chako. Hiyo ndiyo shida ya Wakristo wengi sana waliolipuliwa. Ni kwa sababu hawaisafishi mikono. Unaweza kuipata ile mikono pale ndugu yangu? Kwenye ile moja ya picha moja ile. Ilikuwa mzee hapa. Na shaka hapo mpaka shajua inakaa hapo inakaa hapa. Hebu ionyeshe ile picha ya mtu. Kwa sababu hawaisafishi mikono. Hii mikono inapaswa kuwa safi. Inapaswa kusafishwa. Amen. Na unaisafishia wapi? Magotini. Bwana sitaki hii. Bwana sitaki hii. Bwana tabia hii sitaki. Bwana mawazo haya siyataki. Amina. Bwana sitaki hiki na kile. Niondolee mambo haya Bwana. Nitakase Bwana Yesu. Safisha mikono yangu ya roho. Amina. God bless you. Safisha mawazo yangu. Amen. Safisha dhamiri yangu. Safisha kumbukumbu zangu. Safisha mkono wangu wa hoja. Safisha hisia zangu ndani Bwana. Amina. Magotini unasafisha hiyo mikono. You see? Anasema kwa sababu hawasafishi mikono, hawashuki wakaingia mle ndani, inakubidi kuisafisha dhamiri
kuisafisha dhamiri, kusafisha kumbukumbu, kusafisha fikra, kuweka kando kila kitu na kuja kutoka ndani hadi nje pamoja na neno la Mungu lisilogoshiwa, kwamba hilo ni kweli. Amina. Tunaisafishia kwenye maombi. Najua sisi niwaambie nikupe tu jambo moja ambalo mimi nilipata pale ofisini. Kuna binti mmoja pale ofisini, ni binti mzuri tu, wala hana shida. Lakini kwa namna fulani nilikuwa naona kama kuna shida kati yangu mimi na yeye. Sielewi ni nini. Naona kama kwa namna fulani anani influence katika roho fulani ya uzinzi. Ninahisi hilo jambo kabisa. Ikawa linanisumbua. Shida ni nini? Simu akasema hapana, leo usiku naingia kwenye maombi kwa ajili ya jambo hili. Naingia kwenye maombi. Sema, Bwana Yesu, mimi sitaki tamaa mbaya. Sitaki tamaa mbaya. Unajua kuna wanawake wenye mapepo ya uzinzi kabisa. Na wanaume wenye mapepo ya uzinzi kabisa. Wapo. Waneno jini. Tutumie lugha rahisi labda. Wana jini kabisa la mapenzi. Na wanaliitaga, nisipendi hizo lugha, sizipendi sana, lakini ngoja tu, wanaitaga jini mahaba. Wapo wanawake, wapo wanaume wenye shida hizo. Na ukikaa na huyu mwanamke utaona tu kama wewe ni wa kiroho, kitu fulani hakiko sawa naye. Na tena ukikaa na huyu mwanamke mwenye shida, utaona tu kuna influence fulani hivi ambayo itakutatiza. Kama na roho fulani inayokushawishi kwa namna fulani, huwezi kueleza, lakini iko pale. Basi hiyo shida nilikuwa na hiyo. Akasema hapana, mimi sipendi shida mimi. Mimi sitaki tamaa. Sitaki tamaa mbaya. Kaenda magotini usiku, sema, Bwana Yesu, hii shida naiona. Na mimi sitaki kuwa na tamaa mbaya. Sasa Baba, mimi sijui ni mimi nina shida ama ni yeye ana shida. Mimi sijui. Bwana nisaidie. Kama mimi ndio nina shida, naomba unisaidie Bwana. Uondoe shida hii kwangu. Ni kama yeye ndio ana shida na roho fulani ya uzinzi imening'inia juu yake, ijaribu kuni influence, kunivuruga, ninaikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haina nguvu juu yangu tena. Haina ushawishi juu yangu tena. Ninaiweka chini ya mamlaka yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo kuanzia leo. Usiku nikaomba. Siku nikaamka kaenda ofisini kama kawaida, tukakutana. Tumekutana naye hivi. Hakuna ile hali tena. Haipo tena. Nikasema kumbe shida nayo huyu. Ndio mwenye shida huyu. Unaona? Kusafisha mikondo. Magotini. Si? Sawa? Ije kutoka ndani na neno la Mungu lisogoshiwa. Haidhuru kama 10,000 walikufa upande huu leo wakitumaini. 10,000 walikufa upande ule kesho wakitumaini. Hilo halihusiani na mimi. Ni mimi binafsi. Mimi ndiye ninayetumaini. Mimi ndiye ninayeliamini. Okay. Nasi tunaona nyuma huko kama tukitaka kufungua mikondo yetu. Mikondo mitano kama tunafungua mikondo yetu, kama tunaweza na kuona, tunaona huyu na yule na huyu na yule, maelfu wao wakishuhudia. Kuna shuhuda nyingi halisi. Tukifungua mikono yetu taziona. Dada anashuhudia jambo fulani, ndugu anashuhudia Mungu alitenda jambo fulani.
unamsikiliza, linakutia moyo, si ndio? Sikiliza. Lakini Ibilisi atajaribu kurudi tena. Unaona, kama anaweza kuingia tu mle ndani kabisa, ameliangamiza jeshi lako papo hapo. Iwapo una hisi zako kuona, kuonja, kuhisi, kunusa na kusikia, hizo ni sawa, bali usizitumaini, isipokuwa zinapatana na neno. Ziko sawa, bali kama hazipatani na neno, usizisikilize. Tuendelee hapa. Sasa mawazo, dhamiri, sawa, mawazo, dhamiri, kumbukumbu, fikara na upendo ziko sawa kama zikiambatana na neno. Bali iwapo upendo wako, your affection, iwapo upendo wako haupatani na neno, ukatae. Na unajisikia unampenda ndugu, kweli unampenda, chunguza upendo wako unapatana na neno. Ni upendo msafi au ni tamaa? Ndugu, unampenda dada, sio mbaya, ni sawa. Amina. Lakini unampenda aje? Chunguza. Kama unahisi hii sio sawa, ukatae. Sema huu sio msafi. Hapana, hii shida. Fanya kazi mwenzako kule ofisini unampenda, si ndio? Hata kama ni mdunia, hatupaswi kuwachukia, si ndio? Hebu tuwapende tu, tukijua kwamba tunaokolewa kwa neema. Amina. Lakini unampendaje? Ni upendo msafi au ni tamaa mbaya? Kama haupatani na neno, ukatae. Amina. Kwa nini ukatae? Utalipua bomba upesi sana. Unaona, kama hoja yako reasoning haiambatani na neno, yache. Hilo ni kweli. Ule mtambo, kama kumbukumbu zako, kama mawazo yako, kama dhamiri zako, chochote kile hakiambatani na hilo, kile kilicho ndani kiondoe. Amina na amina. Tuko mitaani, ambaye Jumapili iliyopita, usijipumbaze. Tulisoma unapomwamini Kristo tayari umekuwa dhidi ya adui. Usijipumbaze kwamba shetani, mimi sija kuchokoza. Umemchokoza? Hujachokoza? Atakutandika tu. Hakuachi kweli. Hata wewe kaa, mimi sija kuchokoza, utadundwa kweli. Bora tujue kama tuko vitani. Tunataka hatutaki. Na tumetangaza sisi ni Wakristo, ni waaminio wa neno lote la Mungu. Adui shetani ni adui yetu na sisi ni adui zake. Unaona eh? Kwa hiyo kama kumbukumbu zako, mawazo yako, dhamiri yako, hisia zako haziambatani na neno, zikatae. Okay? Sikiliza. Una nini basi? Sasa naomba nisome kwa Kiingereza. No, hapana, nisome kwa Kiswahili. Una nini? Una nini basi? Una mfumo wa jua, solar system. Sasa mnaelewa maana ya solar system? Mfumo ni kitu ambacho Mungu amekiweka pale, kinajiendesha chenyewe.
hakihitaji usaidizi. Amina. Ndipo hizi tano za rohoni zinapochukuliwa na Roho Mtakatifu, huo ni mfumo wa kimbinguni. Huo unajiendesha wenyewe kimbinguni, unajishughulikia wenyewe kimbinguni, hauhitaji mtu afanye chochote. Ni mfumo wa jua ndani yako, na mfumo wa jua, nabii anasema haleluya, Mungu aliziweka nyota katika utaratibu, kisha akasemaje? Ning'inieni hapo hata nitakapowaita. Zinakaa mle, hakuna kinachoziondosha. Sasa twende hapa, sikiliza kwa makini sasa hapa. Sikiliza kwa makini. Wakati Mungu anapoweza kumpata mtu mikononi mwake, usikose hili. Wakati Mungu anaweza kupata mtu mikononi mwake, hata yeye aweze nashuka chini, aweze kusafisha hisi, dhamiri na kila kitu, mpaka inasimama na Mungu nyuma yake katika roho. Naomba nirudie hii. Hii bwana, hii naomba tu hata yaani kama nitamalizia hapa basi bwana. Amen. Sikiliza kwa makini. Narudia hii, usisinzie. Hii ni ya muhimu sana. Wakati Mungu anapoweza kumpata mtu mikononi mwake, hata yeye aweze kusafishwa hisi, dhamiri, mawazo, sindio, hisia, kumbukumbu na kila kitu, zisafishwe kabisa. Mpaka anasimama na Mungu nyuma yake katika roho. Hakuna pepo duniani awezaye kuingiza shaka mle ndani. Hiyo ni kweli. Mnaona mikono hii inapaswa kuwa misafi, na Roho Mtakatifu anakuja kwenye mkono msafi. Hakuna kitu kinaweza kuingiza shaka mle dunia nzima, hakuna. Kama akija na aseme, shetani huyo akija na aseme hali unaumwa, sasa nauliza swali sasa. Hivi shetani anapokuja na kukuambia ungali unaumwa dada, ungali unaumwa ndugu, hivi waga anakuambia kwa njia gani? Kwa njia gani? Umeona jambo hilo sasa? Umeona vita vilipo sasa? Hautasikia sauti ikikwambia dada, bado ungali unaumwa, ndugu, bado ungali unaumwa, lakini anakuambia. Unaona, katika ulimwengu wa roho, katika hisi zako za rohoni, anakuja kwenye ile imagination, na unafikiri hayo mawazo ni ya kwako, sio ya kwako. Sasa kama hayalingani na neno, yakatae. Naona mwelo hakuambii kwa maneno, ni kwa wazo, kama wazo. Na Mungu pia huja na kuzungumza nasi kwa njia hiyo hiyo. Kama kuna wazo linakuambia umeponywa, hilo ni amina kubwa, hilo ni la Mungu, huyo ni Mungu. Kama kuna wazo linakuambia mambo haya siku hizi hayawezekani, hapana. Kwa hiyo akija anakuambia ungali unaumwa, hapa
dhamiri yako ambayo imesafishwa kabisa, imetakaswa kabisa, ni safi kabisa na Roho Mtakatifu kume, dhamiri yako hata imekufa kwa hilo. Bomba ni safi sana hata linapaza sauti. Usafi wa hii mikondo. Sasa kama umeziba huo mkondo, si ndio? Mambo ya ulimwengu ndi tamthilia, mizaha, muziki, filamu, mapornografi, kila kitu. Utapata sauti huo mkondo? Hauwezi kupata sauti. Lakini ukiwa msafi utapata sauti. Bomba ni safi sana hata linapaza sauti. Haleluya! Unaona umuhimu wa usafi wa mikondo hii, usafi wa mabomba haya? Mnaelewa vijana? Vijana wa kiume na wa kike mnaelewa? Bahati nzuri kanisa hili na vijana wengi. Kwa hiyo nazungumza na vijana. Tunapaswa kudumisha usafi wa roho zetu, wa kujiepusha na uchafu, kujitenga na uovu, kaa mbali na ulimwengu. Si jinsi gani unaweza kukaribia ulimwengu na ukaushinda, ni jinsi gani mimi na wewe tunaweza kukaa mbali na mambo ya ulimwengu. Linapaza sauti. Haleluya! Tunu hilo linapiga filimbi. Linasemaje? Mungu atukuzwe. Unatoa sauti, kwa hakika ni safi na clear, jeupe sana kwa neno la Mungu kutenda kazi. Oh my. Amen. Mungu anatumia mikondo hii, haina budi kuwa misafi. Mnasikia? Ni safi sana kwa neno la Mungu kutenda kazi kupitia hiyo mikondo. Inapaswa iwe safi sana ili Mungu aweze kutenda kazi na sisi. Iwe misafi sana kiasi kwamba Roho Mtakatifu anatiririka kwa uhuru kwenye mawazo yetu, kwenye dhamiri zetu, kwenye hisia zetu, kwenye kumbukumbu zetu, kwenye reasoning zetu. Ni misafi sana. Roho Mtakatifu anatiririka kwa uhuru na kutenda kazi. Sasa shetani anajua kwamba hii ikiwa misafi, imesafishwa kabisa, Mungu atawatumia hawa watoto wake na mambo makuu yatatendeka. Maono yatakuwemo humu, kunena kwa lugha kutakuwemo humu, tafsiri za lugha zitakuwemo humu. Tunahitaji hayo, ni baraka za ukombozi, karama 9 za Roho. Lakini hatuna budi kudumu wasafi. Unaona? Kwa hiyo ni misafi. Neno la Mungu linaweza kutenda kazi kwake. Neno la Mungu linatenda kazi kupitia mikono hiyo. Uweza wa Mungu unatiririka kupitia hiyo mikono. Ni misafi. Unaona? Sikiliza. Hilo ndilo jambo muhimu. Mnaisoma pale sio? Hilo ndilo jambo muhimu. Kweli tumeokolewa. Kweli sisi ni wana. Tunakwenda mbinguni. Lakini ili tuwe na ushindi wa kishindo, inabidi tuwe wasafi katika roho zetu. Hilo ndilo jambo muhimu. Amen. Hapo ndipo penye uwanja wako wa vita. Uwanja wako wa vita uko nyuma hapa mawazoni. Nasikia nyuma hapa kwenye nafsi, nyuma kwenye akili yako inayofunguka. Akili yako, your mind, ndiyo lango la kuingia kwenye nafsi. Hiyo ni kweli. Your mind is a gate to the soul.
ndio lango la kuingia nafsini. Unaona? Usipate shida. Akili yako, your mind, hufunguka na ndio hivi inaruka. Samahani kidogo. Akili yako ndio lango. Akili yako hufunguka na kumkubali Roho Mtakatifu au inamkataa Roho. Sasa twende hapa. Your conscious, dhamiri yako. Okay, basi yote ya akili kwa nini nani hii? Ilikuwa ni somo la Kiingereza. Sasa mbinu za Ibilisi. Mbinu za Ibilisi. Hii ni parapara ya 294 kwenye ujumbe wa vita vikuu. Mbinu za Ibilisi. Hapa tunaona mbinu za Ibilisi. Tunazionaje? Sasa ninayo maandiko mengi sana hapa ya nabii na kadhalika ambayo aliwaendea ya manabii na kadhalika, ambapo aliwaendea na watu mbalimbali katika Biblia, aliowafanyia jambo lile lile. Shetani huyo, mbinu zake. Ndivyo ilivyo siku zote. Mbinu zake ni kujaribu kuwafanya watu wasiamini neno la Mungu. Tangu bustanini tunajua hiyo ni kweli. Endelea. Sikilizeni enyi askari wa msalaba. Je, wewe ni askari wa msalaba? Amen. Je, wewe ni askari wa msalaba? Amen. Sikilizeni enyi askari wa msalaba. Wote tulioko hapa ni askari wa msalaba. Amen. Unapoacha kuamini neno moja la Biblia ya Mungu iliyoandikwa, neno hili mawili, hili la Biblia ya Mungu iliyoandikwa. Naomba niseme hili. Unapozikataa huduma tano, Waefeso 4:11, umepoteza vita. Nasema kweli, umepoteza vita. Umepoteza vita dada. Ni neno la Mungu hilo, la Biblia hii. Unapokataa andiko hilo na kupata wazo ya kwamba zimeshindwa, ina maana umepata wazo ya kwamba Mungu ameshindwa. Unaweza kuwazia muaminia Mkristo akiwazia Mungu ameshindwa, au Mungu amebadilisha nia yake kuhusu neno lake. Nasema kwa upendo na kwa nia njema ya masahihisho. Hiyo si sawa. Unapokataa kuwa chini ya mchungaji, unapopata wazo na kukataa kuwa chini ya mchungaji na kukataa huduma ya mchungaji ambayo ni katika zile huduma tano mchungaji wako kuchunga Mungu ameweka. Amina. Unataka uhuru ili ukafanye nini? Unataka uhuru ili ukafanye nini? Kwani usikubali kuwa chini ya mchungaji? Anakuangalia, anakuchunga. Ukienda mbaya anakuita, anakuonya. Yeye ni mume wa kanisa. Biblia inasema mchungaji ni mume wa kanisa. Unakataa. Ni mbaya. Utakwenda mwisho wa siku mtaingia mahali pabaya sana, kwenye vugugu mbaya kabisa. Mungu na atusaidie. Hivi ni vita. Na ukiona ndugu yako amepigwa, mhurumie. Unaweza kupata neema, ongelea kwa upendo. Sio kwa arrogance, kwa upendo. Kwa hiyo unapoacha kuamini neno moja la Biblia ya Mungu, amina, amen, iliyoandikwa, umenyang'anywa silaha. Unaamini hilo mpenzi? Amen. Sasa hapa naongea na watoto wake, si ndio? Umenyang'anywa silaha,
unajisalimisha. Yavu yavu we. Ninajua anasema. Anazungumza na mtu ambaye anakataa kuamini neno. Huyu ndio anasema yavu yavu. Anayekataa kuamini neno hili, huyo ni yavu yavu. Sikia? Yavu yavu we. Basi la za Mungu. Amina. Tuko vitani. Mungu alichosema ni kweli. Kila neno la binadamu ni uongo. Amen. Unaona? Tuendelee hapa. Sikiliza hapa. Napenda kuisoma hii. Young man, kijana, a young man, kijana going down the street, akishuka chini mtaani. Young Christian boy, kijana Mkristo wa kiume, na mdogo Mkristo. A young lady coming immorally dressed. Na huyu kijana mwingine wa msichana anakuja akivaa kizinifu, amevaa vibaya. And this young boy, na huyu mvulana kijana Christian boy, mvulana Mkristo, is standing there, amesimama pale. A young lady coming immorally dressed. Na huyu msichana mdogo anakuja amevaa vibaya. Yes, kama tunavyoona leo. The eyes, macho picks it up, yanalidaka hilo. Sidio vijana eh? Au macho hataona. Sawa. The eye picks it up. Macho yanalidaka. The flesh suggests to the mind evil. Ndipo mwili unashauri akili yako uovu. The time it gets to the mind, na wakati inapofikia kwenye akili yako, goes to the soul, ndipo inashuka mpaka kwenye nafsi yako. The nature is good, asili ni njema. The soul of a man, nafsi ya mtu, is the nature of the spirit, ni asili ya roho yake. Of course, ndivyo. And so, na hivyo when the soul gets there, wakati nafsi inapofika pale, but the spirit, lakini roho in the soul, hapa kwenye nafsi, says, anasema, whosoever looketh upon a woman, yoyote mtazamaye mwanamke, to lust after her, na kumtamani, has committed adultery in his heart already. Ameshafanya uzinzi katika nafsi yake tayari. That is working in the young boy's heart. Asa hapo ni kwenye moyo wa yule kijana mvulana. The word comes out from there. Neno linatoka pale huyo. Sasa uchafu. Alafu neno natoka pale. Yeyote mtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kufanya uzinzi naye moyoni mwake. The young man, ndipo yule kijana has his head, anageuza kichwa chake, and he walks away. Kuondoka. Huyo ameshinda. Amen. Lakini kama huyu young boy huyu hana kitu mle ndani, na akipita huyo amevaa hiyo nguo chafu mbaya, akipita na naye ikinasa macho yake, inapelewa roho yake, amenasa macho, hayaondoki. Mnaona hiyo shida eh? Na ndugu, ukiona umesimama amepita ndani inavaa vibaya na ukamuona kwa bahati mbaya, si ndio eh? Sawa eh? Sasa na ukajikuta hujaweza kuondoa macho yako pale, umeendelea kufuatilia, usiku huo usilale, nenda magotini. Una shida pale ndani. Lakini kijana ambaye amezaliwa mara ya pili, ana Roho Mtakatifu ndani yake, neno la Mungu liko pale, mara moja linainuka. Usitazame uchafu. Hiyo ni mbaya kijana. Ondoa macho yako, usirudishe mara ya pili.
Mara ya kwanza si dhambi, umeona, si bahati mbaya. Mara ya pili ukubisha, hiyo ni dhambi, katubu. Kwa nini urudie mara ya pili? Mara ya pili utafuta nini? Mara ya kwanza umeshaona haifai. Mara ya pili ilikuwa ni ya nini? Ndio. Nabidi ujiulize swali, kwa nini nirudia mara ya pili? Na wakati mara ya kwanza nilishaona kitu hakifai. Nenda magotini, mwambie Bwana, sitaki tamaa hii mbaya. Tubia jambo hilo, muombe Mungu. Usiache hiyo. Hiyo ni roho tayari imekupata. Mnakumbuka ile mishale? Wewe umedunga huo. Nenda magotini. Unaelewa, lakini ni roho tayari. Pepo mdogo sana anupaga tayari. Hapo sema hapana. Neno la Mungu lilisema nisiangalia mara ya pili. Neno lilisema na nimeangalia mara ya pili, hilo ni kosa. Bwana nisaidie. Nenda katubie jambo hilo. Mwambie Bwana, sitaki hilo. Na ukifanya hivyo inakuacha. Lakini ukisema mimi ni nganga tu, okay. Hamna hiyo. Hamna cha nganga hapa. Ndio? Kwa hiyo anageuka, anaondoka zake. The man turns his head and walk away. Ndipo anageuza kichwa chake na kuondoka. You see? Naona That is down here is where it's got to be. hapa, hiyo ni hapa chini hapa. Hapo ndipo inapaswa kuwa. In the soul. Katika nafsi. Not out in the spirit. Sio hapa nje. Or in the flesh. Au katika mwili. In the soul. Ni katika nafsi. It's going to be down in your heart. Inapaswa kuwa kule chini moyoni mwako. Where it's going to come from. Hapo ndipo inapaswa kutokea. Where God lives. Ambapo Mungu huishi. Yes. Unaona shambulio lake? Tunajifunza nini na ndio? Unaona shambulio? Angalia. Sikiza kwa makini ninapofunga. Shambulio lake ni nini? Shambulio la adui. Shambulio la shetani ni nini? Kutokuamini neno la Mungu. Hilo ndio shambulio lake. Hapo unaweza kuona vita vikuu sana vilivyopata kupiganwa. Sawa? Samahani. Hapo unaweza vita, okay? Kutokuamini la Mungu, hilo ndio shambulio lake. Amina. Kuna nguvu mbili. Nenda kwa makini. Shetani na Mungu. Na silaha ya shetani dhidi yako ni nini? Ni nini? Ni kujaribu kukufanya usiamini silaha yako. Anajua unayo kabisa. Sasa mbinu ya kukunyang'anya ni hii, anakufanya usiamini. Usiamini kwamba ina nguvu, kwamba inaweza kumkatakata vipande vipande, kukufanya uione kuidharau kidogo tu. Usiamini silaha yako. Unaona? Anakunyang'anya silaha. Hebu tusikize kwa makini sana sana. Sikizeni. Kama anaweza kukufanya usiamini silaha yako kwamba ni sawa, akikufanya kuamini kwamba silaha yako haina nguvu vya kutosha, amekunyang'anya silaha yako. Sijui umeshawahi kujua jambo hili. Katika madhehebu kuna kitu shetani amekieneza kibaya kweli, na kimewachinja kabisa hawa waamini wa madhehebu, mpaka wa Pentekoste. Fundisho hili la kutoka Rumi ni fundisho la Rumi, na limepenya kweli kweli. Wanakuambia kwenye Biblia hii kuna maneno ya Mungu na maneno ya watu.
Kila neno hapa ni neno la Mungu. Hebu niwape mfano kwenye Biblia. Paulo anasema hapa si Bwana ila ni mimi. Mmeelewa? Wanajua nina. Paulo anasema hapa alikuwa anawaandikia Wakorinto kwamba wanawake na wanyamaze katika kanisa. Alikuwa anawaandikia Wakorinto. Unajua Wakorinto, wanawake wa Korinto walikuwa na fujo sana kanisani. Paulo akaona hawa ni watu niwakomeshe, niwaambie wanyamaze. Watu amina. Wewe ni Korinto? Hapana. Wewe sio Mkorinto eh? Kwa hiyo Wakorinto yote sio yako. Yaani Wakorinto wa kwanza kuanzia mwanzo mpaka mlango wa mwisho sio yako. Wewe sio Mkorinto bwana. Wakorinto wa pili mwanzo mpaka mwisho sio ya kwako. Wewe sio Mkorinto bwana. Okay. Sasa nitakuuliza swali. Wewe ni Mwefeso? Waefeso haikuhusu sio yako. Kwa nini wewe ni Mwefeso? Inakwenda kwa mtindo ule ule. Kama hii ilikuwa ni Wakorinto, si ndio na wewe si Mkorinto, haikuhusu. Ndio maana yake Wakorinto yote wa kwanza na pili haikuhusu. Hujanyang'anya Wakorinto yote? Soma kwa sio Mkorinto? Kwa hiyo sio ya kwako. Sasa nitakuuliza, wewe ni Mwefeso? Sasa unashule gani na Waefeso wewe? Wewe ni Mwebrania? Wewe ni Mgalatia? Unahangaika na nini? Mungu akusaidie sana. Anawafanya watu wasiamini neno la Mungu. Hiyo ndio mbinu yake. Na ukiongea nao leo utasikia wanasema mambo hayo. Nimekutana nao. Wameshindwa, wamekufa kabisa. Alikuja mmoja nyumbani kwangu pale, ilikuwa ni kituko kweli kweli. Kwa na mke wangu pale, wangu akachanganyikiwa, anaanza kuwa mkali. Anatulia tu. Sio mkali. Hawa wameshalishwa nyoka. Wamenyang'anya Biblia zima. Hapa hakuna Mkorinto, hakuna Mwefeso, hakuna Mwebrania, na yeye siku kuna Mkolosai hapa. Mungu asifiwe sana. Unaona mbinu zake? Anakuja mpaka huku. Sio mpaka huku. Sikiliza. Anaweza kufanya usiamini silaha yako kwamba ni sawa, akikufanya kuamini kwamba silaha yako haina nguvu ya kutosha, amekunyang'anya silaha. Ndugu Neville, nasoma hivyo. Amen. Natumaini hutaacha kamwe kuamini jambo hilo. Anamwambia ndugu Neville, na mimi nitamwambia ndugu yangu Chidae hapa. Angalia, anakunyang'anya silaha, anapokufanya usiamini silaha hiyo. Anarudia mara ngapi? Ya ngapi? Ya tatu. Anakufanya usiamini silaha hiyo. Unapoiweka hiyo chini, mapambano yako yamekwisha. Umeshindwa. Shikilia silaha hiyo, usiweke hiyo chini. Tunaona kutokuamini kwake. Sasa naenda vizuri. Okay? Namshukuru Mungu, naenda vizuri sana. Amen. Sasa katika ujumbe huu Who is God? Na fundamental foundation for faith. The fundamental foundation for faith. Misingi, fundamental foundation. Yes. Msingi wa imara wa imani yetu. Yes, msingi imara wa imani. Huu ni 53:0113. Na anzia na paragraph ya 24 nikienda kumaliza sasa. Amen. Sikiliza sasa.
And Adam could speak to the wind. Na Adamu angeweza kunenea upepo. Naamini hivyo. And it would stop. Na ungeweza kukoma. Jesus, when he came on earth, Yesu alipokuja duniani, displayed it was alituonyesha kielelezo what Adam was vile Adamu alivyokuwa at the beginning, kule mwanzo, before the fall. kabla ya kuanguka. That is what Jesus displayed it before us. Hicho ndicho Yesu alituonyesha mbele zetu. The second Adam, Adamu wa pili, the Spirit of God, Roho wa Mungu that came down ambaye alishuka in the chini flesh, katika mwili, displayed to us alituonyesha before our eyes mbele ya macho what yetu Adam was kile Adamu in the alikuwa beginning, kule mwanzo, before the fall. kabla ya anguko. Jesus Yes, displayed it all. alionyesha hilo lote. And after he finished the display, Na baada ya kumaliza onyesho lake, to display everything that Adam was at the beginning, kuonyesha kila kitu ambacho Adamu alikuwa hapo mwanzo, then he said this: ndipo alisema hivi, the works kazi that I do ambazo nizifanya shall you do also. pia mtazifanya. Jamani, What is that? hiyo ni nini? To restore us back to where Adam was Pale mahali Adamu alipokuwa before the fall. kabla ya anguko. Remember, Kumbuka, Jesus Yesu is the firstborn yeye ndiye mzaliwa wa kwanza among kati many ya brethren. wandugu wengi. The firstborn Mzaliwa wa kwanza among kati the many brethren. wandugu wengi. Yesu ndiye kifungua mimba kwenye habari ya uzao huu, na yeye ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yesu alikuwa mtoto wa nani? Yesu alikuwa mtoto wa nani? Mariamu, Yusufu, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa kuwa hicho kilichotungwa ndani yake ni mtoto wa Roho Mtakatifu. Ni mtoto wa Roho. That which is conceived in her Hicho kilichotungwa mimba ndani yake is of God the Father. ni cha Mungu Baba. Did the angel say that? Je, malaika alisema hivyo? That which is conceived in her Hicho ambacho kimetungwa mimba ndani yake is of the Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Our firstborn, Mzaliwa wetu wa kwanza Jesus Christ, Yesu Kristo was the Son alikuwa mwana of the Holy wa Ghost. Roho Mtakatifu, And he, na yeye Jesus, Yesu Kristo the Son of God, mwana wa Mungu, the Son of the Holy Ghost, mwana wa Roho is Mtakatifu, the firstborn
lazima uzaliwe tena. So Adam, Kwa hiyo Adamu could speak angeweza kunena to the trees. kwa miti, They would obey him. ingeweza kumkubali, kumtii. He could speak Angeweza kunena to the wild. kwa wanyama wa mwitu, It would obey him. ingeweza kumtii. He could speak Angeweza to the waters. kunenea maji. Did Jesus spoke to the waters? Je, Yesu aliweza kunenea maji? Did he do that? Je, alifanya hivyo? Adam was that. Adamu alifanya hivyo. You see what Jesus displayed to us Unaona kile Yesu alionyesha kwetu before our eyes? mbele ya macho yetu. You say, well, Alisema vema, you say unasema that was Jesus, huyo alikuwa ni Yesu, but he was the firstborn. lakini yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza. Oh, yes. Oh, vema. And here we are, Na tuko hapa sasa, the sons and daughters wana na binti of God, wa Mungu, born again tumezaliwa tena by the Holy na Ghost. Roho Mtakatifu. Are you happy Je, haina furaha that you are sons and daughters of God? kwamba ninyi ni wana na binti za Mungu? Must be happy. Kwa lazima muwe na furaha. Amen. So after he displayed all, Kwa baada ya kuonyesha jambo hili lote, Jesus, Yesu then he turned around. ndipo kageuka. John 14:12. Yohana 14:12. Verily, verily, I say unto you, Amini amini nawaambieni, the works kazi that I do, ambazo mimi ninazifanya all. zote. What did he do? Hiyo alifanya nini? He raised the dead. Alifufua wafu, He opened the eyes of blind. alifungua macho ya He vipofu, gave the dumb to speak. aliwapa bubu kuongea. Hallelujah. Haleluya! He spoke to wind. Alinena na upepo, He spoke to the tree. alinena na miti, And he said, na akasema no man shall eat from you. hakuna mtu atakula toka From this kwako day. tangu siku ya leo. What happened to the tree? Kitu gani kilitokea ule The mti? tree began to wither. Ule mti ukaanza kukauka. Na Petro wakati wanarudi siku ile kutoka mlimani, Bethfage wanakwenda Yerusalemu. Kumbuka jana yake alifika pale Yerusalemu, Marko 11. Amina. Amen. Na maandiko anasema alipoingia pale, nilikuwa najiuliza swali, ile maana yake nini? Yesu aliingia pale hekaluni, alafu akaangalia huku na huko. Akaangalia huku na huko. Sasa akasema maana yake nini sasa? Kuangalia huku na huko alafu imeandikwa. Kwa nini? Ukisoma Biblia tulia, alafu imeandikwa kwa nini? Kuangalia huku na huko alafu akatoka. Hii kuangalia huku na huku ni maana gani? Sikuelewa. Akaendelea kusoma. Akarudi akapanda mlimani na wanafunzi wake. Amina. Asubuhi yake akatoka tena mlimani. Kumbe ile kuangalia huku na huko, alikuwa ameangalia, akatembea, angalia. Wanauza njiwa Okay. Na mmegeuza ipo na nini? Sawa. Kaangalia na kondoo, siku hizi hawatembei na kondoo njiani, kila mtu amuone. Mnawaleta hapa naficha dhambi Sawa, ngoja. Nani wabadili fedha? Okay. Kaangalia huku na huko. Sema sawa. Hiyo ndio maana yake. Akaenda limani usiku, kesho na mkia pale. Ndio waliangalia huku imebeba maana. Ndani ya huku na huku imebeba mlima wa maana. Haliandikwi bure. Kashuka pale ndio Petro akaambia, Bwana, ule mtini ule ulaani umenyauka. Tazama umenyauka. Sema mwaminini Mungu. Amin nawaambia. Kiwaambia mlima huu, mlima kabisa, ng'oka katue baharini, na usione shaka mwili mwako, moyoni mabomba yamezibuliwa, masafi kabisa. Roho wa Mungu anatika kila mahali, hakuna shaka inaweza kuingia mle. Ulilonena litatendeka. Sema mkiomba, aminini ya kwamba mnaiomba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Naona? Akadisplay akamaliza. Amina. Akasema kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya.
So he could speak. You see? Angeweza kunena And they would obey him. na ingeweza kumtii. Could speak to the waters. Angeweza kunena kwa maji. Now listen. Sasa sikia, Ever what it was, chochote ambacho kilikuwa, everything obeyed Adam. kila kitu kilimtii Adamu. Are you following? Je, mnafuata? Now, Sasa through the fall. kupitia anguko, Usikose hili, namaliza sasa. Ninamaliza. Through the fall. kupitia anguko, Adam Adam lost that power. alipoteza ile nguvu. Then Ndipo he became unconscious of the fact. akawa asiyetambua kweli hii. After losing his relationship Baada ya kupoteza yale mahusiano au and uhusiano wake friendship, na urafiki fellowship na ushirika with the Father, na Baba, then he lost it. ndipo akapoteza hilo. And all now listen. Are you ready? Sasa sikilizeni, He lost it that. na akapoteza hilo. Now listen. Sasa sikia, And all of his great channels na mikono yake ile mikubwa yote became clogged up. ikazibwa kabisa. And Satan is doing the same thing. Na shetani hufanya jambo lile lile, Drawing every trash akitupa kila to takataka our spirit, kwenye roho to zetu, our imaginations, kwenye mawazo to yetu, our conscience, kwenye dhamiri to zetu, our memories, kwenye kumbukumbu to zetu, our reasonings, to kwenye hoja our zetu, affections. kwenye hisia zetu, Clog the channels. ili kuziba The mikono. same technique he's doing Mbinu now. ile ile anaifanya sasa. All his great channels Oh, mikono yake mikuu became clogged up, ikazibwa, and he couldn't get through. asingeweza kupata kuvuka. Singeweza kujinasua hapo. Sasa tuende hapa na kwenye kilele sasa cha umuhimu wa kuwa wasafi katika roho zetu, mikono misafi. Mnasikia jamani? Ninamaliza, ninaondoka, narudi Kibaha. Katika njia yote tutembea, hii ndio kifuniko chenyewe. Sasa umuhimu wa mambo haya, angalia kichotokea kwa Adamu, angalia mamlaka aliyokuwa nayo, lakini dhambi ilipoingia, mikono hii ikazibwa kabisa, asingeweza kujinasua. Now listen. Sasa sikia, Now sasa what Adam was in God, kile Adamu alichokuwa katika Mungu before the fall, kabla ya anguko, before sin, kabla ya dhambi, he could speak to the wind, aliweza kunenea upepo, could speak to the animals, aliweza kunenea wanyama, he could name the animals, aliweza kuwaita majina ya wanyama, he could do everything, aliweza kufanya chochote, speak to the waters, nenea maji, and they would obey him. akijamtii. That is what Adam was in God. Hicho ndicho Adamu alikuwa ndani ya Mungu. Sasa hilo sasa. Now, Sasa what Adam was in God, kile Adamu alikuwa katika Mungu, Kristo will redeem us back. atatukomboa tena. Nimesoma makusudi, nikaipeleka kichakani makusudi, Mbona kama mnanifuatilia? Nilisoma hiyo kwa sababu sitaki wapite. Nikaisoma kwa makosa makusudi ili msikose jambo hili. Ningeisoma moja kwa moja, hayamkini msingelipata. Christ will redeem us. Kristo atatukomboa baadaye. Are we to be redeemed Je, tuko hapa tunatarajia kukombolewa and to be
be restored na kurejeshwa to what Adam was. kwenye kile Adamu alichokuwa. Are we waiting it in the future? Je, tunaisubiri hiyo wakati ujao? Now listen. Sasa What Adam was in God, kile Adamu alikuwa katika Mungu, Christ Kristo has redeemed us back to that. ametukomboa sisi, kurejeshwa tena pale, Back to that. kurejea hilo, To that. kurejeshwa kwenye hilo. Mwambie ndugu yako na dada yako, tumerudishwa kwenye hilo. Mshike mkono. Tumerudishwa kwenye hilo. Not we will be Sio tutakuwa already tayari right now. sasa hivi. As you are sitting there, my sister. Unapokaa hapo na As you are sitting there, my brother. Listen to the word. sikiliza neno la Listen to the word. sikiliza The neno, revealed word. sikiliza neno lililo The message of the hour. ujumbe wa saa, Revealed word. neno la funulio. See what it says. Sikiliza ile inaposema, It says inasema we are already tayari tumesha redeemed back tumeshakombolewa kurudi to tena what Adam was in God. kwa kile ambacho Adamu alikuwa nacho. Says Malachi 4. Hivi asema Malaki 4. Praise be the name of the Lord. Utukufu kwa Mungu. Not you will be. Sio tutakuwa. Listen. Sikia, Never forget this. usisahau hili. Usitoke pale ile kanaolewa. Take this with all your heart. Chukua hili kwa moyo wako wote. Repeat it anywhere you go. Lirudie popote unapokwenda. Memorize this. Hebu likumbuke likariri. Memorize this. Likariri. Nikariri na nirudie. Bwana, ninaamini nimekombolewa, kurudishwa kwenye kile Adamu alichokuwa mbele zako kabla ya anguko. And that is true. Na hiyo ni kweli. Right. Kwa nini? It is the word of God. Ni neno la Mungu. Not my words. Si neno langu. The word of God. Neno la Mungu. Jesus, Yes. the Son of Man, Mwana wa that Adamu is being revealed ambaye in anafunuliwa our sasa time, katika wakati huu, spoke this. alinena hili. You must believe. Lazima I uamini. must believe. Lazima We uamini. must believe. Lazima God tulikubali. is ours. Uamini kwetu. Take it, my sister. Kwa hiyo dada yangu, Take it, my brother. Bwana na ndugu We are yangu, redeemed. sisi tunakombolewa. Already. Tayari. We don't need any another Calvary. Hatuhitaji Kalvari ya pili. One Calvary Kalvari moja is hii and was na and will be na forever itakuwa hivyo daima, enough. ili ya kutosha. Praise be to God. Utukufu kwa Mungu. See? Je, unaona? Until you heard my sister, Je, hapo unaona ndugu yangu, dada yangu? don't forget this. Usisahau hili. So Christ has redeemed back to that. Kwa Kristo ametukomboa kurejea hilo. Hey, the works that I do, Kazi nizifanyazo mimi, shall you do also. ninyi pia mtazifanya. Sons and daughters of Wana na God, binti za Mungu, we are already redeemed. tayari tumekwisha kukombolewa. What is redemption? Ukombozi ni nini? Redemption Ukombozi is to take something. ni kuchukua kitu You fulani. see, Unaona, Israel Israeli was in Canaan walikuwa Kanaani at the beginning, hapo kwa mwanzo, the homeland. ni nchi ya nyumbani kwao. They were there. Walikuwapo pale, They lived there. waliishi pale. Okay, And something happened. na jambo fulani katendeka, They went to Egypt wakaenda Misri in the bondage. katika They utumwa. were slavery there. Walikuwa na watumwa kule, It was spoken by God na ilikuwa imenenwa na to Mungu Abraham. kwa Abrahimu Your seed shall be kwamba uzao wako utakuwa in the bondage katika utumwa for 400 years. miaka 400, And I, God, na mimi Mungu will deliver them nitawakomboa by the mighty kwa hand. mkono wenye nguvu. So they were there in Egypt, Walikuwa kule Misri in the bondage. katika utumwa, And we are here in na this tuko Egypt, hapa katika Misri hii, in
in the bondage. katika utumwa. Let me tell you something. Acha nikwambie jambo fulani. We are laboring. Tunatumikishwa. We are slavery here. Tuko katika utumwa hapa. Sickness sometimes. Wakati mwingine tunaugua. Sorrow. Shida, huzuni na kadhalika. But remember one thing. Lakini kumbuka jambo moja. While Israel were in Egypt, wakati Israeli walipokuwa Misri, they came from Canaan. walikuwa wametokea Kanaani. And they believed na waliamini that one day kwamba siku we are moja going back to Canaan. tutarejea Kanaani. So God came down Kwa Mungu alishuka in redemption. na katika ukombozi. Not salvation, Sio wokovu, in redemption. lakini ukombozi. That was redemption. Hiyo ilikuwa ni ukombozi. To take his people Kuchukua watu wake by the power of kwa nguvu redemption. ya ukombozi. Not salvation, Sio wokovu, by the power of lakini redemption. nguvu ya ukombozi. Taking them Kuwachukua from the bondage in Egypt kutoka katika utumwa Misri and taking them back. na kuwarejesha Taking tena. them back Kuwarejesha to tena Canaan land kwenye nchi ya where Kanaani. they were Hapo walikuwa hapo before they went there. kabla wajaenda kule. To bring back. Kuwarejesha tena. That is redemption. Huo ni ukombozi. And we are the sons and Na daughters. sisi ni wane na binti za We've been Mungu. brought here Tumeletwa hapa duniani and we are redeemed now. na sasa We are tumekombolewa. taken back. Tumetwaliwa, tumerejeshwa tena. Where? Wapi? Where? Wapi? To where we were. Kule tulikokuwa. If we were not there, Kama tusingekuwa kule, that is not redemption. huo sio ukombozi. Redemption Huo ukombozi is that from where it is ni displaced kuchukua kutoka kule ambapo kimehamishwa kitu, displaced here, kimehamishwa huku and take it back na kukirejesha exactly kwa mahali pale hasa where it was kilipokuwa in the beginning. hapa mwanzoni. Before it was displaced here. Kabla mahali pake. Hallelujah! Do you believe that? Sema ndio. Hold your hand. Kama wana wote You can stand and say, ndipo nataka sana kusema with the revelation, ikiwa na ufunuo then say it humbly, na kusema kwa unyenyekevu that kwamba I come from God mimi nimetoka kwa Mungu. and I come back to God. Nitarudi kwa Mungu. Yes, Ndugu yangu, you can speak that. unaweza kunena hilo And it's not a blasphemy. na si kufuru. It is true. Kweli. It is the way. Ndio. I come from God Nimetoka kwa Mungu. and I go back to God. Ninarudi kwa Mungu. That is right. Hiyo ni kweli. I'm finishing now. Sasa tunamaliza sasa. Yes. Okay. Ndio What Adam was in God, kile Adamu alichokuwa ndani ya Mungu, Adam, Christ has redeemed us Kristo ameturejesha tena, back to that. ametukomboa kurudi kwenye hilo, Back to that. kulirudia hilo. Very important. Hiyo ni ya muhimu sana. Okay. Now, Sasa a redeemer. yule mkombozi, To redeem anything kukomboa chochote is to bring it back ni kukirejesha to tena its origin again. kwenye uasili yake tena. Oh, jamani, Now, sasa listen here now. sikia hiyo. Listen here. Now, Sasa the thing of which is, jambo la hiyo ni jambo lenyewe ni the thing of which is, jambo lenyewe ni since he has restored man back to this place, kwa sababu amemrejesha tayari mwanadamu kwenye hapa mahali. man in the fall Mtu katika anguko, has lost his conscience yeye amepoteza ufahamu wake of what Father put him here on earth to do. wa kile ambacho Baba alimweka
hapa duniani akifanye. In other words, Kwa maneno mengine, now listen, sasa sikia, all the plumbings, yale mabomba, kazi zote za mabomba hizi, mabomba. in other words, Kwa maneno mengine, all the plumbings, mabomba yote, imaginations, mawazo, conscious, udhamiri, reasoning, uhoja, memories, kumbukumbu, affections, hisia za those upendo. are the plumbings of the spirit. Hizo ndio mabomba ya roho. Now, in other words, Kwa maneno mengine, that he lost his conscience. kwa yeye alipoteza ufahamu wake. All the plumbings, Sasa mabomba as yote it was kama yalivyokuwa in our brain. katika ubongo wetu. Jamani, sijaacha somo langu hata tone. Sijaliacha hata tone. Na nakwambia hii ndio muhuri, yani ndio tunatia muhuri. In our brain, Katika ubongo wetu and the outlets of faith na imirija ya imani has been clogged up. imekuwa imefungwa, imezibwa. That is the problem. Hiyo ndio shida, Clogged up imezibwa with business na affairs, mambo ya kibiashara home life, na maisha ya nyumbani, domestic things, mambo ya nyumbani, internet, intaneti, world music, miziki ya duniani films, na filamu and all trashes. na uchafu, takataka zote. That is the problem. Hiyo ndio shida Okay, we're going to see. ambayo tutakwenda kuiona. It has been clogged up. Imekuwa ikiziba, It's all so clogged up. imefunga sana, Zibwa sana. imezibwa sana With that, na hii ayo, until God can't operate mpaka Mungu hawezi kutenda kazi through those channels. kupitia hiyo mirija au hiyo mikondo. Au tumeanza sasa. Sikieni umuhimu wa mikondo hii kwanza. Sasa hebu Mungu anisaidie kusafisha mikondo yangu. Mungu atusaidie wote kusafisha hii mikondo. Unaona Mungu anatenda kazi kupitia hiyo. Na unaona kwa nini shetani anafanya kila jambo kuiziba kwa kila uchafu. Kila uchafu ametupa duniani kote, ana lengo lake. Anajua Mungu anatenda kazi kupitia hiyo. Na ingekuwa misafi iwezavyokuwa, niwaambie tungeanza kuexercise hapa kile Adamu alichokuwa mbele za Mungu. Nasema ndivyo ndugu msea. Okay, tuone. You see? Unaona, You see? It is clogged up imezibwa sana until God can't mpaka Mungu operate hawezi kutenda kazi through those channels kupitia hiyo mikondo that he made a man for. ambayo alimuumba Mungu kwa ajili yake. Man. Aliumba mtu kwa ajili yake. He made those channels Alitengeneza hiyo mikondo that he may operate ili kwamba aweze kutendea through those kazi channels. kupitia hiyo mikondo. So then, Kwa hiyo basi, if he abide in me kama ninyi mkikaa ndani yangu and my words abide in you, na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ask what you will. ombeni lolote mnalotaka. Maneno yanakaa wapi ndani kwa wingi? Kwenye mkondo gani? Kwenye sehemu gani pale? Kwenye nini? Kwenye nini darasa? Kumbukumbu. Maneno yakae kwa wingi hapo. Sio kumbukumbu za uchafu mwingi, kumbukumbu nyingi ya neno. Then Ndipo ask what you will, ombeni lolote and it be given unto you. mtapewa. Isn't that Je, simple? hilo si rahisi? Faith created it. Imani iliumba, He was made for that purpose. tulitengenezwa kwa hilo kusudi. You see? Unaona, You see? unaona, For that purpose. kwa hilo kusudi. And then, Ndipo through the fall,
away from that. Tuliondoshwa kutoka kwenye hilo. And then, Na ndipo in redemption, katika ukombozi we was brought back tukarejeshwa to it tena. again. Now, Sasa listen very closely. sasa sikiliza kwa makini. And the only thing to hinder the human race today, Na jambo pekee na kuzuia jamii ya wanadamu leo, the only thing jambo moja to pekee hinder the human race today, kuizuia jamii ya wanadamu leo, the sons and daughters of God, wana na binti za Mungu, from being superior, kukuwa watawala. the only thing Jambo moja that pekee hinders ambayo linatuzuia sisi from being superior kutoka kuwa watawala juu ya yote and controlling na kuongoza like they did in the beginning, kama walivyofanya kule mwanzo, is because that ni kwa sababu ya kwamba the power lines of the outlets of God mirija ya nguvu ya mifereji ya Mungu made in the human being ambayo imetengenezwa ndani ya mwanadamu has been clogged up. imezibwa. That is the only thing. Hilo ndilo jambo pekee. God bless you richly. Mungu awabariki kwa wingi. Amen. Amen. Wanakuwa na miezi 6:30. Tunaweza kupata dakika 5 zaidi. Amen. Basi Mungu awabariki. Hata tutakapoonana tena. Mungu awe nanyi daima. Awapasulie kina cha neno lake, azidi kuwainua hata tuonane huko juu, hata tuonane kwa kipema.